Taarifa ya habari ya dunia imesomwa na Awadhi Rashid. Mimi ni Teofani Ngitu na karibu katika matangazo ya mchana rubaa za kimataifa. Miongoni mwa utakayosikiliza ni pamoja na kampeni za uchaguzi mkuu nchini Uganda za shika kasi maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hawezi kuamini kwa watu wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kuunga mkono mwito wa mabadiliko. Sisi si uhalifu, hatufanyi vurugu, lakini wamekuwa wakitushambulia. Ndivyo anavyoogopa Museveni. Hawezi kukubali ushindani wa haki. Hawezi. Wewe Museveni, mbona unaogopa ushindani wa haki? Wacha iwe huru na ya haki. Tutembee kwa uhuru katika nchi yetu na kuzungumza na watu wetu. Aibu kwa vyombo vya usalama. Hawezi kukubali ushindani wa haki. Na je, ni kwa nini mataifa makubwa ya nje yanachochea mgogoro wa Sudani? Sudan ina rasilimali ya dhahabu nyingi sana, ina mafuta mengi sana, ina madini mengine kama uranium na madini mengine yote yapo Darfur, yapo Kordofan, sehemu nyingi tu utakuta kwamba ina rasilimali ya kutosha. Hili ndio mataifa ya nje, na wameshaliona bara la Afrika kwamba lina utajiri ambao unaweza kufanya kuzuia ule uchumi wao ukawa haurudi chini, hauanguki, uwe katika nafasi ya juu. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajia kufanya ziara nchini India mnamo mwezi Disemba. Matangazo haya yapo mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube kwa jina la Arusha FM Radio. Tuanzie nchini Uganda ambako kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 zimeendelea kushika kasi katika sehemu mbalimbali za taifa hilo la Afrika Mashariki, linaloongozwa na Rais Yoweri Museveni kwa zaidi ya miongo mitatu. Mwanahabari wetu Awadhi Rashid anatujuza zaidi. Uganda inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa urais na wabunge tarehe 15 Januari mwaka 2026 ambao unatarajiwa kuwa miongoni mwa uchaguzi wenye ushindani mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo. Tume ya uchaguzi wa Uganda EC imethibitisha wagombea 8 ambao watapambana kuwania urais wa taifa hilo. Yoweri Kaguta Museveni kupitia chama cha National Resistance Movement ndiye rais wa Uganda ambaye ameongoza taifa hilo toka mwaka 1986, anawania muhula mwingine kupitia chama cha NRM. Katika kampeni zake, Bwana Museveni ameahidi kuendeleza amani na utulivu wa taifa, kukuza uchumi wa viwanda na ajira kwa vijana, kupanua miundombinu kama barabara, reli na umeme. Museveni amesema Uganda imetoka mbali na inapaswa kulindwa na kuifikisha kwenye uchumi wa kipato cha kati. Kwa mfano, tuliwakamata Wakenya wawili waliokuwa wakifanya kazi na kikundi cha Chagulanyi kama wataalamu wa machafuko. Kwa sababu ya ujasusi na upelelezi wetu mzuri, tuliwakamata na wamekaa kwenye kifungo siku kadhaa. Tunawafuatilia wote wanaofanya kazi na mataifa ya nje na makundi yanayofadhili hawa vijana kufanya mambo mabaya, lakini wanaojaribu kufanya hivyo hapa Uganda wataishia vibaya sana. Mgombea mwingine ni Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine kupitia chama cha NUP. Kiongozi huyo wa upinzani na mwanamuziki wa zamani kupitia chama chake cha National Unity Platform ndiye mpinzani mkubwa wa Museveni, na sera zake zimejikita kwenye kuunda ajira milioni 10 ndani ya miaka 5, kupambana na rushwa na matumizi mabaya ya madaraka, kurejesha uhuru wa kiraia na demokrasia, na kuwekeza kwenye elimu, teknolojia na kilimo cha kisasa. Bobi Wine amesema nanuku, wakati wa mabadiliko umefika. Watu wa Uganda wanastahili maisha bora na uongozi wa kizazi kipya, mwisho wa kunukuu. Hawezi kuamini kwa watu wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kuunga mkono mwito wa mabadiliko. Sisi si uhalifu, hatufanyi vurugu, lakini wamekuwa wakitushambulia. Ndivyo anavyoogopa Museveni. Hawezi kukubali ushindani wa haki. Hawezi. Wewe Museveni, mbona unaogopa ushindani wa haki? Wacha iwe huru na ya haki. Tutembee kwa uhuru katika nchi yetu na kuzungumza na watu wetu. Aibu kwa vyombo vya usalama. Hawezi kukubali ushindani wa haki. Jenerali mstaafu Mugisha Kamuntu ni mgombea mwingine wa nafasi ya urais kupitia chama cha Alliance for National Transformation ANT, na amejikita kwenye sera za maadili, uwajibikaji na taasisi, na anapendekeza mageuzi ya jeshi na taasisi za usalama.
kukuza utawala wa kisheria na kuimarisha elimu na afya ya jamii. Mgombea mwingine wa nafasi ya urais wa Uganda ni Nathali Nandala Mafabi kupitia chama cha FDC. Huyu ni mbunge wa muda mrefu na kiongozi wa chama cha Forum for Democratic Change na anapigania sera za usawa wa kiuchumi, uwazi katika matumizi ya fedha za umma na uimarishaji wa serikali za mitaa. Wagombea wengine ni pamoja na Elton John Mabirizi kupitia chama cha Conservative Party, Robert Kasibante kwa chama cha National Peasant Party, Mubaraka Serunga Munyangwa kupitia chama cha Common Man's Party na Frank Bulira Kabinga kupitia chama cha Revolutionary People's Party. Ingawa hawa hawana nguvu kubwa kisiasa, lakini wanaweza kuongeza sauti katika mijadala ya kitaifa na kuvuta wapiga kura na tabaka fulani. Mpaka sasa tume ya uchaguzi nchini Uganda imeahidi kampeni za amani, ingawa wasiwasi upo kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani. Kampeni za kisiasa kufikia sasa zimeendelea vizuri. Hata hivyo, ni lazima tuonye mgombea yeyote ambaye anaendelea kukiuka miongozo ya tume ya uchaguzi na kujaribu kuchokoza vikosi vya usalama kwamba hatutasimama upande wake. Nidhamu hii lazima ikome. Usalama wa nchi hauwezi kuathiriwa kwa sababu tu mgombea fulani anapiga kampeni. Waandishi wa habari wanataka uhuru zaidi wa kuripoti bila hofu, na vijana wengi ambao ni zaidi ya 70% wapiga kura wanataka ajira na mabadiliko ya kiuchumi. Mashirika ya kiraia yanasema uchaguzi huu utakuwa kipimo cha demokrasia ya Uganda baada ya zaidi ya miaka 40 ya utawala wa Yoweri Kaguta Museveni. Kutumia jeshi kunasukuma watu mbali na mchakato wa uchaguzi kwa sababu hawataki kushiriki katika uchaguzi kwa hofu, na kwa hivyo wananchi wataachana na uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka 2026 nchini Uganda ni zaidi ya vita vya kura. Ni mapambano kati ya kuendeleza yaliyoanzishwa na kuanza ukurasa mpya kisiasa. Iwapo Rais Yoweri Kaguta Museveni atashinda tena, ataingia katika orodha ya wale ambao wameongoza kwa zaidi ya miaka 40. Lakini kama Bobi Wine au mpinzani mwingine atafanikiwa, Uganda inaweza kuingiza zama mpya za kisiasa zenye changamoto na matumaini mapya. Awadhi Rashid, Arusha One Radio. Unaendelea kusikiliza msururu wa taarifa zetu za rubaa za kimataifa mchana wa leo. Serikali ya Thailand imesisitiza utekelezaji wa makubaliano ya amani na Cambodia yaliyosainiwa takriban wiki 2 zilizopita, ambao Rais wa Marekani Donald Trump alidai kusaidia kuyawezesha. Mwanahabari wetu Amina Yahya ana undani wa taarifa hiyo. Uamuzi huo umetangazwa jana Jumatatu baada ya askari 4 wa Thailand waliokuwa doria mpakani na Cambodia kujeruhiwa kwa mlipuko wa kilipuzi cha ardhini ambacho mamlaka za Thailand zinadai kilipandikizwa hivi karibuni. Taarifa zinasema askari mmoja alipoteza mguu katika tukio hilo. Makubaliano hayo ya amani yalitiwa saini mwishoni mwa mwezi uliopita nchini Malaysia kufuatia mapigano ya siku 5 katika eneo lenye mgogoro wa mpaka unaotokana na mipaka ya enzi za ukoloni. Trump alihudhuria hafla ya utiaji saini na kudai kuwa alihusika moja kwa moja katika kufanikisha makubaliano hayo. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatano, Waziri Mkuu wa Thailand Anutin Chanvirakul alisema ameamua kusitisha makubaliano hayo pamoja na hatua zote za utekelezaji wake. Tukio hili linaonyesha uhasama dhidi ya Thailand na kuendelea kwa tishio la usalama. Tulichokuwa tukikifanya sasa kinapaswa kusitishwa hadi ukweli utakapobainika, alisema Anutin. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi Natapon Nakpanit alidai kuwa kwa kuwa eneo la doria hupimwa mara kwa mara, kilipuzi hicho lazima kiliwekwa hivi karibuni. Hii ni hatua ya Cambodia ambayo haizingatii makubaliano yaliyosainiwa Oktoba 26 mwaka 2025, alinukuliwa na waziri huyo na jarida la Bangkok Post. Thailand imetuma barua rasmi ya malalamiko kwa serikali ya Phnom Penh kuhusu tukio hilo, na pia imesitisha mpango wa kuwarejesha askari 18 wa Cambodia waliokamatwa wiki iliyopita, hatua ambayo ilikuwa sehemu ya utekelezaji wa mkataba huo wa amani. Rais Donald Trump amedai kuwa amesaidia kumaliza mgogoro 8 tangu kuanza kwa muhula wake wa pili, ikiwemo kati ya Cambodia na Thailand, Kosovo na Serbia, Kongo na Rwanda, Israel na Iran, Misri na Ethiopia, Armenia na Azerbaijan, Pakistan na India,
na karibuni zaidi kati ya Israel na Hamas huko Gaza. Hata hivyo, India imekanusha madai ya ushiriki katika makubaliano yake ya kusitisha mapigano ya Pakistan, huku baadhi ya migogoro Trump aliyodai kuimaliza haikuwahi kugeuka kuwa vita kamili. Licha ya hayo, rais huyo wa Marekani anaendelea kudai kuwa anastahili tuzo ya amani ya Nobel kutokana na juhudi zake za kuhamasisha amani duniani. Mimi ni Amina Yahya, Rubaa za Kimataifa. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kufanya ziara rasmi nchini India kabla kumalizika kwa mwaka huu 2025. Msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin, Dmitry Peskov, amethibitisha akisema maandalizi ya ziara hiyo yanaendelea na kwamba ziara hiyo itakuwa na ya maana yenye matokeo makubwa kwa uhusiano wa mataifa hayo mawili. Doris John, mwanahabari wetu, ana undani wa taarifa hiyo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema maandalizi yanaendelea na kwamba ziara hiyo itakuwa na maana na yenye matokeo makubwa kwa uhusiano wa mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa Peskov, maelezo kamili kuhusu ajenda ya mazungumzo bado hayajatolewa, lakini yataelezwa kwa wakati ufahao. Hata hivyo, vyanzo vya kidiplomasia vinasema mazungumzo hayo yatahusisha masuala ya kibiashara, nishati, ajira na ushirikiano wa kijeshi. Rais Putin, ambaye mwezi uliopita alitangaza mpango huo, alisema anasubiri kukutana na rafiki yake wa karibu na mshirika wa kuaminika, Waziri Mkuu Modi, mjini New Delhi mwezi Disemba. Ziara hiyo inatarajiwa kuangazia njia za kupunguza pengo la kibiashara kati ya nchi hizo pamoja na kujadili makubaliano ya ajira, Labor Mobility Deal, yanayolenga kulinda haki za wafanyakazi wa India wanaofanya kazi nchini Urusi. Uhusiano kati ya Moscow na New Delhi umeendelea kuwa wa karibu licha ya shinikizo kutoka nchi za magharibi. Kwa mujibu wa takwimu za kampuni ya Kepler, India ilinunua mapipa milioni 1.48 ya mafuta kutoka Urusi kwa siku mwezi Oktoba, ongezeko kidogo kutoka mwezi uliotangulia. Marekani chini ya Rais Donald Trump imeweka vikwazo vipya dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi kama Rosneft na Lukoil, huku ikiweka ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka India, ikidai nchi hiyo inafadhili vita vya Ukraine kupitia biashara ya mafuta. Hata hivyo, India imekanusha madai hayo na kusema sera yake ya nishati imeongezwa na maslahi ya kitaifa na kwamba haitashiriki katika vikwazo visivyo vya Umoja wa Mataifa. Tunafanya biashara kulingana na maslahi ya taifa letu. Wengine wanaozungumza maadili bado wanafanya biashara na Moscow, amesema afisa wa Wizara ya Nishati ya India. Licha ya mvutano huo, biashara kati ya nchi hizo imeendelea kukua katika sekta nyingi. Mauzo ya asilimia kutoka Urusi kwenda India yameongezeka mara 2 kwa mwaka, kufikia zaidi ya dola milioni 31. Pia mataifa hayo yameimarisha ushirikiano wa kijeshi, ikiwemo mazoezi ya pamoja ya majini Indra 2025 yaliyofanyika mwezi uliopita na mikataba ya uhamisho wa teknolojia za kijeshi katika sekta ya anga, makombora na majini. Ziara ya Putin inatarajiwa kuwa ya kwanza nchini India tangu kuzuka kwa vita vya Ukraine mwaka 2022, na wachambuzi wanasema itakuwa fursa muhimu kwa Urusi kuimarisha ushawishi wake katika bara la Asia, huku India ikiendelea kujiweka katikati ya nguvu ya Mashariki na Magharibi. Ziara hii inaweza kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi na kijeshi kati ya New Delhi na Moscow, amesema mchambuzi wa siasa ya kimataifa Rajesh Patel akizungumza na gazeti la The Hindu. Doris John, Arusha One Radio. Waasi wa RSF wa nchini Sudani wamefanya uharibifu mkubwa katika mji wa El Fasher toka udhibiti kutoka mikononi mwa vikosi vya serikali. Haya ikiwa ni kwa mujibu wa madaktari wa Sudan. Awadhi Rashid kwa mara nyingine tena na taarifa hiyo. Mapigano makali kati ya jeshi la Sudani na kikosi cha usaidizi wa haraka RSF yamegeuza mji wa Al-Fasher, makao makuu ya jimbo la Darfur Kaskazini, kuwa magofu baada ya kundi hilo la waasi kuteka eneo hilo kufuatia mapigano ya muda mrefu. RSF ilichukua udhibiti wa Al-Fasher mnamo Oktoba 26, ikiwa ni ngome ya mwisho ya jeshi la serikali katika jimbo la Darfur. Hatua hiyo ilikuja baada ya mapigano makali yaliyomaliza mzingiro wa jiji hilo kwa miezi 19. Muda mfupi baadaye jeshi la Sudani lilitangaza kujiondoa kabisa, na hivyo mji huo ukaingia mikononi mwa RSF. Baada ya mapigano hayo ziliripotiwa taarifa nyingi za ukatili wa hali ya juu uliofanywa na wapiganaji wa RSF, ikiwemo kuuawa kwa raia kiholela, uvamizi wa nyumba kwa nyumba na mauaji ya kikabila yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Picha zilizotolewa na shirika la habari la Reuters siku ya Jumamosi zilionyesha magari ya kijeshi yaliyoteketea, majengo yaliyoporomoka na mitaa iliyogeuzwa kuwa kifusi. Pia vilionekana vizuizi na
mashimo ya kujificha yaliyotumiwa na wakazi waliokuwa wakijaribu kuokoa maisha yao wakati wa mapigano. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililaani mashambulizi ya RSF likionya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mauaji ya kimbari. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan ilieleza kuwa Al-Fasher sasa ni mji wa huzuni. Katika siku 10 zilizopita, Al-Fasher imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya kikatili, alisema Limfong, mwakilishi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan. Mamia wameuawa, wakiwemo wanawake, watoto na majeruhi waliokuwa wakitafuta hifadhi hospitalini na mashuleni. Familia nzima zimeangamizwa na wengine wametoweka kabisa. Mtandao wa madaktari wa Sudan ulidai siku ya Jumapili kwamba RSF imefanya mauaji ya halaiki kamili huko Al-Fasher, ukisema mamia raia wamezikwa kwenye makaburi ya pamoja ili kuficha ushahidi wa mauaji hayo. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji, takriban watu 1089 kati ya watu 260 wa mji huo wamelazimika kukimbia makazi yao tangu RSF ichukue udhibiti. Wiki iliyopita RSF ilitangaza kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa msingi wa kibinadamu ulioungwa mkono na Marekani, Saudi Arabia, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mpango huo unalenga kusimamisha vita kwa miezi 3 ukifuatiwa na mchakato wa kisiasa wa miezi 9. Hata hivyo, jeshi la Sudan limekataa pendekezo hilo, likiahidi kuendeleza mapambano hadi litakaporejesha udhibiti wa mji huo. Tukibakia huko nchini Sudan, uongozi wa jeshi la taifa hilo umekuwa ukilaumu mara kwa mara Umoja wa Falme za Kiarabu kusaidia kisilaha kundi la RSF. Hata hivyo, inavyoonekana ni kuwa mataifa makubwa ya nje yamejiingiza hasa katika mzozo unaoendelea nchini Sudani. Swali tunalojiuliza, je, mataifa hayo yanataka nini katika taifa hilo? Omar Mutasa ni mwanahabari na mchambuzi wa siasa za kanda kutoka nchini Uganda, anafafanua zaidi. Wanachokitafuta ndio hicho ambacho wamekuwa wakitafuta katika mataifa mengine ya Afrika. Utajiri uliopo katika bara hili. Hilo halina mjadala. Utajikuta kwamba Sudan ina rasilimali ya dhahabu nyingi sana, ina mafuta mengi sana, ina madini mengine kama uranium na madini mengine yote yapo Darfur, yako Kordofan, sehemu nyingi tu utakuta kwamba ina rasilimali ya kutosha. Hili ndio mataifa ya nje, na wameshaliona bara la Afrika kwamba lina utajiri ambao unaweza alau kufanya nini kuzuia ule uchumi wao ukawa haurudi chini, hauanguki, uwe katika nafasi ya juu kutokana na rasilimali ambayo wanaweza kupata kutoka huku katika mataifa ya bara la Afrika. Hapana jingine. Ikiwa wao watatoa shilingi 10, basi katika 10 wao watataka 100. Na sisi ile 10 hao wanaopewa hiyo shilingi 10 wanaona kwamba imewafaidi sana, na hasa katika upande wa silaha. Ushafahamu, utakuta kwamba tunaendelea au mataifa ya Afrika yanaendelea kupigana huku hawa wenzetu wakienda kwenye migodi, wakwenda kila pala. Mfano mzuri tu hapa DRC, imekuweko visa vingi tu kwamba unakuta kwamba huku watu wanapigana kule kwenye machimbo, unakuta kwamba wapo jamaa, makampuni ya Ulaya, makampuni ya wapi, yanachimba tu pale kwamba yana mkataba na serikali ambayo inahusika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nafikiri ukiangalia mtu ambaye sasa hivi ninaposikia Ibrahim Traore wa Burkina Faso ni mtu ambaye amekuja kujaribu kuonesha uwazi kwamba kinacholeta mataifa ya nje kuingilia masuala ya Afrika ni sababu ya rasilimali iliyoko barani Afrika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima litafutiwe ufumbuzi. Tutabaki kupigia mbuzi gitaa na itaendelea hivyo hivyo. Kiongozi wa Uganda Jenerali mstaafu Yoweri Kaguta Museveni, mara kwa mara tumekuwa tukiona katika siku za nyuma, unaona Burhani amekuja, unaona Dagalo, Mohamed Hamdan Dagalo amekuja Uganda. Ghafla tu unasikia tu kwamba fulani amekuja na kaonana na rais. Kwa hivyo kumekuweko njia za kuweza kutatua swala hili. Hapa sasa hivi Uganda wapo wa Sudani wengi sana, wakimbizi wapo wengi sana, na Rais Museveni kasema kwamba bwana, hawa ni wa Afrika, hatuwezi kuwafukuza. Ushafahamu, maana yake wanapotoka kule wametoka kwa sababu ya matatizo yaliyokumba nchi yao. Kwa hivyo yeye amewakaribisha wa Sudani, wapo tele tu hapa, na wengine wameanza kufanya biashara. Kumekuwa njia bila shaka kwamba
hazizungumziwi, lakini tumekuwa tukiwaona viongozi wa Sudan wakija hapa mara kwa mara. Kina Malik Hagar anaweza kuja ghafla tu, wanaonana na Mheshimiwa Museveni alafu wanaondoka. Kwa hivyo njia zinaonekana zimekuwepo, ingawa hazitaji wazi katika vyombo vya habari nini kilichozungumzwa, lakini inavyoonyesha njia imekuwepo ya kuleta amani katika mzozo huu wa Sudan. Ni Omar Mutasa, ni mwanahabari na mchambuzi wa siasa za kanda kutoka nchini Uganda, akifafanua zaidi hilo. Tukibakia kwenye nchi za maziwa makuu, sasa tuelekee nchini Burundi, ambako tunaelezwa kuwa mkoa wa Gitega, ambao ni makao makuu ya kisiasa nchi ya Burundi, umeendelea kushuhudia matukio ya kutisha baada ya miili ya wanaume wawili kupatikana wamenyongwa katika mazingira ya kutatanisha kwa nyakati tofauti ndani ya kipindi cha siku 3 pekee. Joel Leonard ana undani wa taarifa hiyo. Matukio haya yamezua taharuki, hofu na hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, wakihofia wimbi jipya la mauaji ya kikatili yanayoendelea kushuhudiwa tangu katikati mwa mwaka huu. Mnamo Jumatano ya Novemba 5, mwili wa Enea Niyomkiza, kijana mwenye umri wa miaka 18, ulipatikana ukining'inia ndani ya jiko lililokuwa katikati ya mtaa Nyamugari katika jiji la Gitega. Mashuhuda walisema mwili ulikuwa umefungwa kwa kamba, na kulingana na uchunguzi wa awali, kuna uwezekano mkubwa kwamba kijana huyo aliuawa kisha kunyongwa ili aonekane kwamba alijiua. Taarifa hizo zimethibitishwa na Majaliwa Ndayosaba, kiongozi wa eneo hilo. Sababu za mauaji bado hazijajulikana, lakini kila dalili zinaonesha kuwa marehemu alifungwa mikono na kuuawa kabla ya kutundikwa, alisema Ndayosaba. Kijana huyo alihusishwa na tuhuma za wizi wa mafuta ya mbegu za mpamba, na ripoti zinaeleza kuwa alichapwa vibaya kabla ya kifo chake. Polisi wamewakamata washukiwa 4, akiwemo Kliente Iradukunde, mwenye kampuni aliyokuwa akifanya kazi kijana huyo, pamoja na wafanyakazi wenzake 3, Claudi Nduwimana, Jenny Di Iradukunda na Kenny Nkurunziza. Wote wamewekwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Gitega, huku uchunguzi ukiendelea. Mwili wa marehemu ulihamishwa hadi katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya mkoa wa Gitega. Siku 3 baadaye, yani Jumamosi ya Novemba 8, wakazi wa kijiji cha Bugumbasha, wilaya Gitega, walipatwa na simanzi baada ya kumkuta Leonardi Kwizera mwenye umri wa miaka 40 amening'inizwa kwenye mti kwa kutumia chandarua. Taarifa zinasema mwili huo ulipatikana mapema asubuhi, jambo lilothibitishwa na Pelegia Niongabo, naibu kiongozi wa kijiji hicho, ambaye alisema kuwa sababu halisi za tukio hilo hazikujulikana na uchunguzi unaendelea. Biniongabo alieleza kwamba huenda tukio hilo linahusishwa na migogoro ya kifamilia, ingawa wakazi wengi wamepinga maelezo hayo. Inawezekana marehemu aliuawa kisha mwili wake uliletwa hapa, alisema mkazi mmoja, akisisitiza haja ya kufanya uchunguzi huru utakaobaini ukweli na kuwakamata wahusika. Mwili wa marehemu ulizikwa siku iliyofuata, Jumapili Novemba 9, kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari la Source Media nchini Burundi. Tangu mwezi Juni mwaka 2025, tayari watu takribani 50 wamefariki katika mazingira ya kutatanisha mkoani Gitega. Miili mingi imekuwa ikipatikana imening'inia kwenye miti, ndani ya nyumba au ikielea kwenye mito, huku uchunguzi wa matukio hayo ukiendelea kusuasua bila mafanikio ya wazi. Mwenendo huu umezusha hofu na hasira kwa wakazi wa mkoa huo, wanaoshutumu serikali kwa kushindwa kudhibiti usalama na kutochukua hatua madhubuti dhidi ya wahalifu. Kila wiki tunasikia mtu amepatikana ameuawa au amejinyonga kwa nia ya kutatanisha. Hatujasikia tena usalama, alilalamika mkazi mmoja wa Nyamugari. Wito wa pamoja sasa unatolewa kwa vyombo vya usalama na wadau wa haki za binadamu kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanywa, wahusika wanatiwa mbaroni na familia za waathirika zinapata haki. Mimi ni J. Leonard, Arusha One Radio. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesaini mpango wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda unaoungwa mkono na Marekani, unaolenga kuimarisha biashara, nishati na miundombinu kama msingi wa kudumu wa amani katika eneo hilo. Je, mkataba huu una maana gani? Abdulkarim Atik ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa,
anaeleza zaidi kuhusiana na mkataba huo. Mkataba huo nadhani utaweza kusaidia sana kurejesha amani katika eneo hilo na maeneo mengine. Hata ukiangalia vita ya Sudani, vita ya Afrika ya Kati, yote inakwenda na mambo ya uchumi pia. Amani ya eneo hilo lazima iwe comprehensive, lazima iwe pana na ni mchakato. Haiwezi kupatikana majawabu yote hayo kwa mara moja, hasa ukizingatia kwamba uharibifu uliofanyika huko nyuma ni mkubwa na matatizo hayo yamejijenga kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata kuyaondosha kwake inatakiwa lazima kuwe na process, kuwe na mchakato ambayo kama dhamira nzuri ya kutaka kurejesha amani kwa makundi yote yanayohusika katika eneo hilo, bila shaka hali hiyo itafikiwa bila shaka yoyote. Kumbuka matangazo haya yapo mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube kwa jina la Arusha One Radio. Unaendelea kusikiliza Rubaa za Kimataifa, matangazo ya leo mchana ya Novemba 11, 2025. Saa 7:33 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante kwa kuchagua na kusikiliza 101.7 Arusha FM Radio. Kipindi ni Rubaa za Kimataifa, ikiwa ni matangazo ya mchana. Katika taarifa zetu za awali kabisa ulisikia taarifa kuhusiana na kuchaguliwa kwa Musa Zungu kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zungu alipata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa na wabunge katika mkutano wa kwanza na kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Tanzania. Kwa ushindi huo, Musa Zungu anakuwa spika wa nane wa bunge hilo tangu kuanzishwa kwake, baada ya kuwashinda wagombea wa vyama vingine waliopata jumla ya kura 2 pekee. Zungu aliteuliwa na chama chake cha Mapinduzi CCM kuania nafasi hiyo, huku spika Dr. Tulia Ackson akijitoa katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu ambazo hazikuelezwa wazi. Zungu atasaidiwa na Daniel Silo ambaye atakuwa naibu spika. Miongoni mwa waliowahi kushika wadhifa huo wa spika katika historia ya Tanzania ni Adam Sapi Mkwawa, Erasto Andrew Mbwana Mangenya, Pius Msekwa, Samuel John Sita, Ana Makinda, Jobu Ndugai na Dr. Tulia Ackson. Mara baada ya kuapishwa, Musa Zungu akazungumza na bunge hilo. Kwa namna pekee nakishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama, la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu alinipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii, na washukuru sana. Aidha, niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa na thamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze bunge, bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tutakubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka 5 ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Na waahidi kwa kuwa na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote, na kwamba ofisi ya spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge, kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni.
Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Niahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Namshukuru pia katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kipindi cha 5 sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa, hakika ni deni kubwa sana kwenu. Wema hulipwa kwa wema. Na ushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya Ilala pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa walionipa na ushirikiano walioendelea kunionyesha. Mwisho, lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kuwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni. Kwa pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuliopewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Kwa nafasi hiyo napata fursa kupitia kila ambacho umekiandika kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook. Saumu Mbaga anasema Rushani Radio Rushani Radio tunawapata kwa habari nzuri, lakini Ibra Godson anasema Theophan, tuseme mfumo ndo unasema msiseme wananchi au nayo kuwasemea ni kesi waini. Lakini Alex anasema kila laheri Speaker Zungu na tunahitaji kuona bunge la spidi na viwango kama kwa mzee Samuel Sita. Miongoni mwa maoni haya ambayo yametumwa na wadau wetu kutoka kupitia mtandao wa Facebook. Mimi ni Theophan Ngitu, uwe na mchana mwema.